Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mwanafunzi wa Yesu, mahali popote ulipo unayetufuatilia katika chaneli yetu hii ya Mwalimu Mgisa Mtebe, Mungu akubariki sana kwa kuwepo katika kipindi hiki. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025, tarehe 1 Disemba. Leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa mwisho katika kalenda hii ya Kigregori ya mwaka 2025, na nimepata fursa hii kuja mbele zako kwa madhumuni ya kumshukuru Mungu na kukushukuru wewe pia ambaye umekuwa rafiki na umekuwa mwenza, umekuwa partner kwenye kazi ya Mungu katika maono ambayo ametupa ya kujenga ufalme wake na kuimarisha imani za wanafunzi wa Yesu sehemu mbalimbali ambazo ametupeleka. Kipindi hiki ni maalum kwa kukushukuru na kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi ambao kwa mwaka 2025 alitujalia neema ya kufanya katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe umekuwa support, umekuwa mwombaji, umetutaja hapa na pale mbele za Bwana ili tuzidi kuimarika na tuzidi kulindwa, tuzidi kutiwa nguvu, lakini pia Mungu atufungulie neema zinazohitajika ili kuifanya kazi hii. Kwa hiyo tumedhani ni vizuri tupate muda wa kuja mbele yako na kukushukuru kwa utumishi wako. Wengine mmekuwa waombaji wa mzigo sana kwa ajili yetu, wengine mmesupport huduma tunazofanya kwa fedha na mali, mmetoa kwa namna ambavyo Mungu amewajalia. Mioyoni tuna deni kabisa mbele za Mungu na mbele zenu kwa namna ambavyo mmefanya ushirika mzuri katika kazi ya Bwana. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana sana kwa neema yake, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo imetuunganisha sisi na wewe pale ulipo. Mungu akubariki sana kwa utumishi wako. Katika kipindi cha leo pia nataka nianze series, nianze mtiririko au mfululizo wa somo la siku za mwisho, nikimaanisha sio siku za mwisho kurudi kwa Yesu, ingawa tuko katika siku za mwisho na tunatazamia kurudi kwa Yesu, lakini nataka kuongelea majira ya mwisho, kwa sababu katika utendaji na makusudi mbalimbali kuna mwanzo na kuna mwisho. Nataka kuongelea mwisho katika sensi ya kipindi cha mwisho, kwa mfano mwisho wa mwaka na significance yake kiroho au umuhimu wake kiroho, namna ambavyo Mungu analitazama jambo la mwisho wa majira au mwisho wa kipindi. Kuna mwanzo wa kila jambo na kuna mwisho wa kila jambo. Mwezi wa 12 ni mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kigregori tunayoitumia, Gregorian calendar. Tunajua Wayahudi au Waisraeli wana kalenda yao, ndugu zetu Waislamu wana kalenda yao, Marastafarian wale wa Ethiopia na wao pia wana kalenda yao, wa China wana kalenda yao, Wahindi wana kalenda yao. Lakini mpaka sasa kalenda ambayo inatawala dunia yote, idadi kubwa ya wanadamu wanaifuata, ni kalenda ya Gregory, na ina miezi 12. Na huu mwezi wa 12 ndio mwezi wa mwisho katika kalenda hiyo. Na tulikuwa na mwanzo, yani mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Ile robo ya kwanza tunaita mwanzo wa mwaka, specifically au kimahususi January ndio mwanzo wa mwaka kwa kalenda ya Kigregori. Kwa wale Wayahudi, mwanzo wa mwaka ni kile kipindi cha Pasaka. Kile kipindi cha Pasaka ambapo inaweza ikawa ni mwezi wa 3 mwishoni au mwezi wa 4 mwanzoni. Kile kipindi cha Pasaka kwa Wayahudi ndio mwanzo wa mwaka, ndio mwaka mpya kwao, kwa sababu ndiko ambako walichinja yule mwanakondoo Pasaka kwa ajili ya damu iliyowaletea ukombozi kutoka katika malango ya nyumba ya utumwa kule Misri. Kwa hiyo wanapokumbuka Pasaka na dunia nzima tunapokumbuka pamoja nao, huwa tunasherehekea katika kile kipindi. Mungu aliposema nao, aliposema na Musa na Haruni wakati wanatoka au mchakato wa kutoka unaanza, ilikuwa ni kwenye Kutoka sura ya 12, Exodus chapter 12, Kutoka sura ya 12, ule mstari wa kwanza na kuendelea. Labda tusome haraka haraka
Kutoka sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3, utaona Mungu anamwambia Musa na Haruni maneno haya. Mungu anamwambia Musa na Haruni maneno haya. Anasema hivi: mwezi huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu. Yaani huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu. Mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu, utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu. Wakati huo Mungu anaongea na Musa na Haruni wakiwa Misri utumwani. Tayari Misri ilikuwa ina kalenda yake. Na katikati ya kalenda ya Wamisri, Mungu akatangaza mwanzo. Mungu akatangaza mwanzo wa miezi kwa kalenda ya Kiyahudi au kalenda ya Waisraeli. Kwa hiyo mwezi wa Kutoka, mwezi wa ukombozi, mwezi wa Pasaka kwa Wayahudi ndio mwezi wa kwanza. Ule ulikuwa ni mwanzo wa kalenda ya Kiyahudi, na kuanzia pale walianza kuhesabu mwezi wa kwanza wa mwaka. Na kuna mambo Mungu aliwaambia wayafanye ili waweze kutoka. Kuna mambo Mungu aliwaambia wayafanye ili waweze kutoka. Aliwaambia jambo la kwanza, waandae sadaka. Waandae sadaka ya mwanakondoo. Wamwandae mwanakondoo atakayemtoa kafara au atakayemtoa kama sadaka. Hilo ndilo pigo pekee lililoambatanishwa na sadaka. Katika mapigo 10 yaliyowatoa Waisraeli kutoka katika nyumba ya utumwa, pigo pekee lililoambatana na sadaka ni pigo la mwisho, na ndilo pigo lililowatoa. Mapigo mengine yote yalitingisha malango ya nyumba ya utumwa, lakini hayakuwatoa katika nyumba ya utumwa. Bado Farao alikuwa na moyo mgumu wa kupingana nao. Lakini pigo lililoambatanishwa na sadaka ndilo pigo ambalo Farao hakuweza kujibu. Ndilo pigo kubwa kabisa ambalo ningeweza kusema likavunja kabisa malango ya nyumba ya utumwa, na ndio Israel wakatoka. Kwa hiyo waliambiwa waandae sadaka ya mwanakondoo wanapoanza mchakato wa kutoka. Waliambiwa namna ya kumchinja, waliambiwa namna ya kumla, waliambiwa namna ya kukinga damu, waliambiwa namna ya kuipaka ile damu kwenye miimo ya milango. Walipewa masharti ya kutoka ndani ya nyumba pia. Walitakiwa kubaki ndani ya nyumba wakati mchakato huo unaanza na yule malaika wa mauti anapita kuangamiza. Kwa hiyo kuna mambo waliyafanya kwenye mwanzo wa kalenda yao ili watoke katika nyumba ya utumwa. Mimi katika mwezi wa 12 Mungu ameweka ujumbe ndani ya moyo wangu kwa ajili yako. Ujue mambo ya kufanya katika mwisho wa kalenda au mwisho wa kipindi au mwisho wa majira au mwisho wa wakati, kukuandaa kwa ajili ya majira mapya, kukuandaa kwa ajili ya nyakati mpya zinazokuja kwako. Kwa hiyo kama kulivyo na mambo ya kufanya mwanzoni, ndivyo pia kulivyo na mambo ya kufanya mwishoni, na yanafanana. Ni muhimu ujue kwamba utendaji kazi wa Mungu duniani, utendaji kazi wa mkono wa Mungu duniani unafuata majira na nyakati. Mungu hafanyi jambo au Mungu hafanyi mambo yake kivyovyote. Kwa hiyo ningependa nikukaribishe katika mtiririko, katika series ambayo Mungu ametuandalia tunapoelekea mwisho wa mwaka, leo ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 12 ninapoanza series hii. Kwa hiyo katika siku ya leo nataka tu niweke utangulizi, lakini ningependa uwakaribishe ndugu jamaa na marafiki ambao ungependa na wao wabarikiwe na wafundishike pamoja na sisi mambo yatakayotusaidia tumalize vizuri mwaka, na mambo yatakayotusaidia tuwe tunamaliza vizuri vipindi mbalimbali. Sio lazima iwe mwaka. Inawezekana unaanza kipindi labda cha maombi ya wiki 3 labda, au maombi ya siku 7. Unaanzaje, unamalizaje? Inawezekana unaanza kipindi cha masomo, labda kinaanza mwezi wa 9 na pengine kinaisha mwezi wa 6. Unaanzaje na unamalizaje kipindi? Labda unaanza ujenzi, labda unaanza biashara
na unajua kabisa ninamaliza kipindi fulani na kwenda kwenye kipindi cha pili cha shughuli zangu za kiuchumi. Namna ya kwanza ina kanuni zake kibibilia ili tuweze kufanikiwa, na namna ya kumaliza pia ina kanuni zake kwenye maandiko matakatifu ili tuweze kumaliza vizuri na tuweze kujipanga vizuri kuingia katika msimu ujao. Ni muhimu sana ujue kwamba swala la muda au swala la majira au swala la nyakati, seasons and times in the spirit is a very vital principle. Ni kanuni muhimu sana kiroho. Ni moja ya kanuni muhimu za kiroho ambazo Mungu ametupa ili tuweze kufanikiwa. Nataka nikusomee mistari miwili ya kukusaidia kulielewa hilo. Ukiroho wa muda, nataka upate understanding, upate uelewa wa jinsi ambavyo muda ni jambo la kiroho sana, na Mungu ametupa tujue namna ya kutembea katika muda. Tujue namna ya kutembea katika muda ili tuweze kufanikiwa. Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 26. Matendo ya Mitume 17:26. Utaona neno la Mungu linasema namna hii. Maandiko yanasema namna hii: naye Mungu alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, yani Adam, ili wanadamu wakae juu ya nchi yote. Na Mungu akisha kuwawekea wanadamu muda au majira na nyakati alizoziamuru mwenyewe tangu zamani, yani tangu uumbaji, na pia Mungu akawawekea wanadamu mipaka ya makazi yao. Hicho kipengele cha mipaka tutakiangalia katika mfululizo unaokuja. Madhumuni ya kuwawekea muda na mipaka, mstari wa 27, ni ili wamtafute Mungu wakamuone, ijapokuwa huwa hawi mbali na sisi. Huwa hawi mbali na sisi. Kwa hiyo nilichotaka uone hapa ni kwamba katika vitu ambavyo Mungu aliviweka kimkakati kwenye maisha ya mwanadamu na kwenye uso wa nchi ili kulitimiza kusudi lake, muda au majira au nyakati lilikuwa ni jambo mojawapo. Alipokwisha kuilaza nchi na kuotesha mimea na kuweka ndege na samaki, Biblia inasema kisha akaweka mipaka ya makazi, kisha akaweka times, akaweka seasons, akaweka majira, akaweka nyakati kwenye mfumo wa maisha ya mwanadamu ili tuweze kuishi katika kumtafuta Mungu, kutembea na Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu duniani. Mstari mwingine ambao tutauangalia, nimesema leo naweka utangulizi tu. Mstari mwingine ambao tutauangalia ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 11 mstari ule wa 12. Labda nianze mstari wa 11 alafu nitasoma mstari wa 12. Mstari wa 11 unasema, lakini nchi muivukiayo kuimiliki, yani nchi ya maziwa na asali, nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, ni nchi ya milima na mabonde, nayo ni nchi ambayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Mstari wa 12, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako, itunzwayo, kwani macho ya Bwana Jehova Mungu wako yako juu ya nchi hiyo. Angalia, tangu mwanzo wa mwaka, na macho yake yapo juu ya nchi hiyo hata mwisho wa mwaka. Maneno haya hayajaandikwa ili kupamba ubao. Hapana. Ni maneno mahususi. Kila msamiati uliotumika hapo ni very very important, ni wa muhimu sana. Kwa hiyo Mungu anatazama nchi na mambo aliyoyaweka katika nchi kulitimiza kusudi lake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Yako mambo ambayo nataka nikutazamishe kimaandiko yanahusu kipindi cha mwisho. Huwa nafundisha sana kuhusu siku za mwisho na kurudi kwa Yesu, lakini huu sio mlengo wa somo hili. Somo hili nataka nikufundishe majira yoyote ya kumalizia msimu fulani wa shughuli zako, wa maisha yako.
iwe ni biashara, iwe ni masomo, iwe ni shughuli fulani yoyote ambayo ina mwanzo na ina mwisho, na unakwenda msimu mwingine. Sasa how do you finish? Unamalizaje? Kuna namna ya kumaliza kikanuni kabisa kibiblia ili uweze kufanikiwa na ili uweze kustawi katika msimu unaofuata. You need to learn how to finish well. Unahitaji kujua namna ya kumaliza vizuri, namna ya kumaliza ipasavyo. Kwa nimekuonyesha jinsi ambavyo swala la muda ni swala la kimungu, ni swala la kiroho. Usilichukulie kikawaida. Kuna mtazamo wa kiroho juu ya times and seasons, juu ya majira na juu ya nyakati. Na mara nyingi sana tunafeli, tunashindwa, tunapatwa, tunakosea kwa sababu ya kutokujua namna ya kutembea katika majira ambayo Mungu ametuwekea. Imechangia sana kutufelisha kwenye mambo mengi, kutokujua namna ya kutembea katika nyakati. Ni muhimu sana ujue swala la muda ni swala la kiroho. Fikiria kwenye Ufunuo ile sura ya 1. Yesu anajitokeza kwa Yohana. Anamwambia Yohana, mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Lakini kwa tafsiri nyingine anasema mimi ni mwanzo na mimi ndio mwisho. Ni jambo la kiroho, lazima ujue namna ya kuanza. Kuna spiritual significance katika kuanza. Kuna umuhimu wa kiroho katika namna unavyoanza, na kuna umuhimu wa kiroho vile vile katika namna unavyomaliza. Kwa hiyo kama mwezi wa kwanza ulivyo muhimu katika mfumo wa maisha yetu na mzunguko wa maisha yetu, vivyo hivyo mwezi wa mwisho au kumalizia ni muhimu sana pia katika mfumo wa maisha yetu au mzunguko wa maisha yetu. Kwa hiyo ningependa upay attention. Series nzuri na ni muhimu sana ambayo imempendeza Mungu tuweze kukuletea, na neno la Mungu liwe taa na liwe mwanga wa njia yako uweze kufanikiwa. Yesu ndiye mwanzo na Yesu ndiye mwisho. Kwa hiyo katika kipindi hiki Mungu atakufundisha mambo muhimu ya kufanya unapomalizia majira au wakati fulani, kujiandaa kwenda kwenye majira mapya au kwenye wakati mpya. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 5, utaona neno la Mungu linasema, wakati ulipowadia au ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae, yani Yesu Kristo, duniani ili awakomboe, atukomboe tuliokuwa chini ya sheria. Wakati ulipotimia, kuzaliwa kwake Yesu hakukufanyika tu kwa wakati wowote. Ulikuwa specifically designed, strategically decided kwamba majira haya azaliwe. Kwa hiyo ikawekwa kwenye kalenda. Isaya ile sura ya 9, nabii Isaya anasema tumepewa mtoto wa kiume, uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, ataitwa Imanueli, atazaliwa na bikira, na kadhalika na kadhalika. Hakusema time, lakini tunajua kuna wakati ambapo jambo hilo lilikuwa limeamriwa. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba utendaji kazi wa Mungu duniani, utendaji kazi wa mkono wa Mungu duniani unafuata majira na nyakati. Mungu afanye jambo au Mungu afanye mambo yake kivyovyote. Ukiona Mungu amefanya, ujue amefanya kwa wakati aliokuwa amekusudia au kwa wakati uliorekebishwa. Kuna wakati inabidi urekebishwe. Wanasema kusudi la Mungu linaweza kucheleweshwa, lakini haliwezi kuzuilika. Haliwezi kuzuilika. Kwa mfano, ulikuwa ni mpango wa Mungu wana wa Israeli watoke utumwani mwaka wa 400. Watoke utumwani mwaka wa 400. Lakini maandiko yanasema
walitoka utumwani mwaka wa 430. Huo ni mwaka uliorekebishwa. Kusudi la awali, Mungu alitaka wana wa Israeli watoke utumwani mwaka wa 400. Alimwambia hivyo Ibrahim kwenye Mwanzo sura ya 15. Nimekuwekea ubaoni hapo upate kuona. Mwanzo sura ya 15 ule mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Mungu akamwambia Ibrahimu, watoto wako watakaa utumwani miaka 400, na nitawatoa na utajiri mwingi. Kwa hiyo ukiangalia utekelezaji kwenye Kutoka sura ya 12, Kutoka sura ya 12 mstari wa 40 mpaka 41, Biblia inasema ilikuwa mwaka wa 430 jeshi la Bwana lilipotoka Misri. Wanaume 600,000, wanaume 600,000 walitembea kutoka Misri. Hao ni wanawake karibu 2,000,000. Unaona? Utendaji wa Mungu duniani una ratiba. Tunaita mpango wa Mungu. Ukisikia neno mpango wa Mungu, ujue ratiba ya Mungu. Nataka ujue pia katika maisha yako iko ratiba ambayo Mungu ameikusudia juu ya mambo muhimu yanayotakiwa kutokea kwako na kutimilika katika maisha yako, ili mapenzi yake yatimizwe na wewe uweze kufanikiwa na kustawi duniani sawa sawa na vile alivyokusudia. Sasa shetani anajua hiyo kanuni ya ratiba ya Mungu na majira ya Mungu na muda wa kimungu ambao umeamriwa juu yako. Anajua. Na moja ya hila ni kutuchanganya, aidha kuzuia kabisa ule muda ukifika lile jambo lisifanikiwe, au kuchengesha ule muda uje katika majira ambayo sio, au lile jambo lifanyike katika majira ambayo sio Mungu alikuwa amepanga na isiyo ya faida sana kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ni lazima tujue kusoma nyakati. Ndio maana katika Israeli kulikuwa na kabila mahususi lenye vipawa vya kusoma majira na nyakati na kuwashauri wana wa Israeli namna ya kuenenda. Katika Israeli kulikuwa na kabila linaongoza kwenye uimbaji na ibada. Kulikuwa na kabila linaongoza kwenye kupiga silaha, kupiga mishale, sharpshooters, snipers. Kabila muhimu sana ambalo tukienda vitani wao wanakaa juu ya miti na juu ya milima kulenga shabaha kwa mbali. Walikuwa wamejaliwa, hao walikuwa wamejaliwa kulenga shabaha, walikuwa sharpshooters. Lakini pia walikuwepo waliokuwa na karama na vipawa vya kusoma majira na nyakati, kujua Mungu amekusudia kwenye majira haya tufanye nini na tufanye kwa namna gani. Hawa wakawa washauri wa viongozi wa makabila na viongozi wa taifa la Israeli. Kwa hiyo Mungu anataka na sisi tusiwe gizani. Roho Mtakatifu aliyefanya kazi na wale yuko pamoja na sisi kutujalia hiyo neema ya kujua kusoma majira na kujua ya kufanya ndani ya majira yale. Ndivyo Biblia inavyosema katika Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Utaona neno la Mungu linasema kuna wakati kwa ajili ya kila jambo na kuna majira kwa kila kitendo au kwa kila tukio chini ya mbingu. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kutoa, kuna wakati wa kupokea, kuna wakati wa kuinuka, kuna wakati wa kuketi, kuna wakati wa amani, kuna wakati wa vita. Biblia iko wazi kwamba kila wakati una mambo yake mahususi yaliyokusudiwa kufanyika ndani ya majira yale kwa manufaa na kwa maendeleo yetu. Sasa Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 12, Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 12 mstari wa 32 inasema wana wa Isakari katika Israeli, wana wa Isakari katika Israeli walikuwa na uwezo wa kusoma majira na nyakati za kimungu ili kuwashauri Israeli mambo ya kutenda katika majira yale. Maandiko pia yanatuambia katika Yohana 16 mstari wa 13 kwamba hata sisi atakapokuja huyo Roho wa kweli, Roho Mtakatifu ambaye ameshakuja sasa, yuko ndani yangu, yuko ndani yako, moja ya kazi alionayo kwetu ni kutupasha habari ili tusishtukizwe.
kutupasha habari za mambo yajayo. Usije ukashtukizwa. Mungu anataka kabla kipindi hakijaanza ujue namna ya kufanya katika kipindi kinachokuja. Kwa hiyo niko hapa kukupa dondoo kidogo, point kadhaa za kukusaidia ujue namna ya kufanya katika wakati huu tunapomalizia mwaka, uweze pia kujua namna ya kuingia katika msimu unaokuja, yani mwaka mpya. Nataka ujue kwamba utendaji kazi wa mkono wa Mungu duniani unafuata ratiba kwenye majira na nyakati mahususi. Kwa hiyo kama kulivyo na mambo ya msingi unayotakiwa kuyafanya katika mwanzo wa nyakati, ndivyo ambavyo kuna mambo ya msingi unatakiwa kujua namna ya kufanya katika mwisho wa wakati. Mfano mwingine wa mwisho kwa leo, ninapoweka msingi kukuonyesha jinsi ambavyo swala la muda na nyakati ni jambo la kiroho sana, na lina govern, lina ratibu na linaamua mambo mengi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kiwango chako cha maisha ushindi duniani kitategemea pia namna unavyojua kusoma nyakati na kujua ya pasayo kutenda katika nyakati hizo. Narudia, kiwango chako cha maisha ushindi duniani kitaamliwa pia na kama unajua kusoma majira na nyakati na kujua ya kupasayo kutenda katika majira hayo na katika nyakati hizo. Swala la muda na wakati ni jambo la kiroho sana. Ngoja nikuonyeshe hapa. Nimekuonyesha kuzaliwa kwake Yesu Kristo duniani. Wagalatia inasema kulifanyika kwenye majira, wakati ulipotimia. Wakati ulipotimia. Israeli walipotoka Misri, walitoka katika lango la wakati, mwaka wa 400 mpaka 430 pale, na wakaweza kutoka. Kutoka sura 12. Nilikusomea pale mwanzo kutoka sura 12, ngoja nikusomee tena. Ule mstari wa kwanza, Bwana akamwambia Musa na Haruni walipokuwa wanaandaa Pasaka katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu, yani huu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Angalia sasa mstari wa 3. Katika siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa ajili ya familia yake moja, mwanakondoo mmoja kwa ajili ya nyumba moja. Siku ya 10 ya mwezi huu, siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Huu umeshatangazwa kwamba utakuwa ni mwezi wa kwanza. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mtamchukua mwanakondoo, mtamchinja, mtamtokosa, mtambanika, hamtamtokosa bali mtambanika, na damu yake mtaikinga na mtaipaka kwenye miimo ya milango. Kuna mambo ya kufanya walipewa Waisraeli kwenye mwezi wa kwanza ili waweze kutoka katika nyumba ya utumwa. Ninachotaka ukinoti hapa, ukishike hapa, ni siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Mungu yuko so specific, si tu kwenye mwezi, yuko mpaka kwenye siku. Na huko mbele nitakuonyesha jinsi ambavyo Mungu anafuatilia mpaka dakika, sio tu siku. Kuna saa ndani ya siku, na kuna zamu pia ndani ya siku, ambayo ni masaa 3-4. Wale waliokwenda jeshini wanajua, au waliofanya ulinzi wanajua kuna zamu ya kwanza, zamu ya pili, zamu ya 3 na zamu ya 4 kwenye ulinzi wa masaa 12. Kwa hiyo Mungu anafuatilia mpaka siku, mpaka zamu, mpaka saa. Nitakuonyesha jinsi ambavyo Mungu anafanya mambo mpaka kwenye dakika, na hapo utahitaji kujua jinsi ambavyo tunatakiwa kuongeza usikivu na umakini, ili katika lile jambo ambalo limeamriwa lifanyike kwa dakika, usije ukachengwa na shetani ukakosa muujiza wako kwa sababu hukuwa makini na dakika ya kujiliwa kwako. Kwa hiyo kuna mwezi wa kujiliwa kwako, kuna mwaka wa kujiliwa kwako, kuna juma la kujiliwa kwako, kuna siku ya kujiliwa kwako, kuna saa ya kujiliwa kwako, kuna dakika ya kujiliwa kwako. Nitakuonyesha kwa mifano namna ambavyo Biblia inatufundisha Mungu alifanya mambo kadhaa, mambo fulani kwenye malango hayo au kwenye madirisha hayo ya muda. Dirisha la mwaka, dirisha la mwezi, dirisha la majira ambayo ni miezi 3, dirisha la
juma, dirisha la siku, dirisha la zamu, dirisha la saa, dirisha mpaka la dakika. Nitakuonyesha kimfano kabisa kwenye maandiko. Madhumuni ni kukuonyesha jinsi ambavyo utendaji kazi wa mkono wa Mungu hufuatilia madirisha ya muda, hufuatilia nyakati mahususi, ili usije ukawa unaahirisha vitu fulani ambavyo Mungu labda alitaka uvifanye kwenye majira fulani ukapata hasara. Nimekwambia kiwango cha maisha ya ushindi kwako kinategemea sana kama unajua kusoma majira na kama unajua kutenda sawasawa na mambo yaliyotakiwa kutendwa kwenye majira yale. Hilo ndio lengo, kukuongezea wewe kiwango cha maisha ya ushindi. Sasa angalia siku ya 10. Haya ni maelekezo, specific instructions. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mtatoa mwanakondoo. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Wewe ungechukua huyo mwanakondoo siku ya 12 ya mwezi wa kwanza au siku ya 7 ya mwezi wa kwanza, nina mashaka kama mkono wa Mungu uliowalinda Israeli ungekuwa juu yako, maana umekiuka maelekezo, masharti. Anasema siku ya 10 ya mwezi wa kwanza kila mtu atenge mwanakondoo. Kwa hiyo kama una kondoo 20, una kondoo 30, una kondoo 100, chomoa mmoja, umtenge kabisa, umweke pembeni, awe wakfu, anasubiri ile siku ya Pasaka, siku ya kuchinjwa. Hautamchukua siku hiyo ukamchinja siku hiyo. Maelekezo yalisema atengwe kwanza, awe holy, awe mtakatifu, aliyetengwa kwa kusudi takatifu la kimungu. Siku ya 10 ule mchakato wa ukombozi wa Israeli ulianza. Siku ya 10 ukombozi wa Israeli ulianza. Angalia sasa, miaka 40 baadaye, Joshua sura ya 4, miaka 40 baadaye, kile kizazi cha kwanza cha wazee na wababa waliotoka Misri kimeshafia jangwani. Kizazi kipya kilichozaliwa jangwani kinakwenda kuirithi nchi ya maziwa na asali, nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Miaka 40 baadaye, kizazi kipya. Joshua sura ya 4 mstari wa 19, Biblia inasema siku ya 10 ya mwezi wa kwanza Israeli walipanda kutoka Jordan, wakapiga kambi Gilgal mashariki ya Jericho. Kwa mara ya kwanza nyayo zao zikakanyaga nchi ya ahadi, na unabii wa miaka 400 ukatimia siku ile. Ilikuwa ni siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Unajifunza nini? Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza walitoka, mchakato wa kutoka ulianza. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, miaka 40 baadaye, mchakato wa kuingia na kuirithi nchi ulianza. Hiyo inakufundisha jambo kubwa sana, kwamba muda ni lango la utendaji kazi wa mkono wa Mungu duniani. Ni dirisha muhimu sana. Ni muhimu mtoto wa Mungu, ukitaka kutembea na Mungu, pia ujue namna ambavyo Mungu anatembea kwenye majira na nyakati, ili usije ukapishana hatua na Mungu wako, ukaishi chini ya kiwango, au ukapatwa na yale ambayo haukutakiwa kuyapata, au ukakosa yale ambayo ulitakiwa kuyapata. Ndio maana nimekuja kwako na ujumbe huu mwezi wa 12, ili uweze kujua namna ya kumaliza vizuri majira haya ambayo Mungu ametupa kuishi katika mwaka huu. Haikuwa bahati nzuri kwamba walianza mchakato wa kutoka siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, na haikuwa bahati nzuri kwamba walianza mchakato wa kuingia kwenye nchi ya ahadi siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Kwa lugha nyingine ningeweza kusema siku ya 10 ya mwezi wa kwanza ilikuwa exit kwao, walikuwa wanatoka. Mlango wa kutoka unaitwa exit. Nafikiri umewaona kwenye majumba na majengo ya kibiashara, ya kiofisi, wanakuonyesha kabisa mlango wa kutokea unaitwa exit, na mlango wa kuingilia unaitwa exit. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza kwa Israeli ni exit, na siku ya 10 ya mwezi wa kwanza kwa Israeli ni entrance, ni mlango wa kuingilia. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mchakato wa kutoka Misri ulianza. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mchakato wa kuingia Misri, siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mchakato wa kuingia Kanaani ulianza.
Unafikiri ni bahati nzuri kwamba siku ya 10 ya mwezi wa kwanza walianza kutoka na siku ya 10 ya mwezi wa kwanza walianza kuingia? Unafikiri imetokea tu kwamba bahati nzuri ni siku ile ile tunaingia, ndio siku ile ile tulitoka? Hapana. Kumbuka waliongozwa na wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Kumbuka waliongozwa na Mungu watu wazao. Kwa amri ya Bwana walikwenda, Biblia inasema, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi, Biblia inasema. Kwa hiyo ni Mungu aliyewaongoza kutoka. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza mchakato ulianza, ni Mungu aliyewaongoza kuingia katika nchi ya Israel siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tunakwenda kuanza series muhimu sana sana itakayokusaidia ujue moja ya kanuni ya mafanikio ya mtu wa Mungu ni kutembea katika majira na nyakati alizoziamuru Mungu, na kujua ya kupasayo kufanya ndani ya majira hayo na ndani ya nyakati hizo. Basi usikose kipindi kinachokuja. Katika kipindi kinachokuja nitapiga hatua nyingine ndefu hapo uweze kujua masuala haya muhimu yatakayo kujenga na kukusaidia uweze kuimarika katika mwendo na katika utumishi ambao Mungu amekupa duniani, na kikubwa kabisa uweze kufanikiwa katika kulitimiza kusudi lake. Tutakaposimama mbele za kiti cha enzi siku ile, atuambie, vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako. Umekuwa mwaminifu kwa madogo, nitakuweka juu ya mengi. Mimi naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe, mwalimu wa neno la Mungu, na nimefurahi kwamba umekuwa pamoja na mimi katika siku ya leo. Naomba usikose kipindi kinachokuja. Nitaendelea na mfululizo huu wa namna ya kutembea katika majira ya mwisho. Basi mweleze na mtu mwingine jinsi ambavyo kuna jambo zuri linaendelea katika mitandao ya kijamii, katika YouTube channel yetu hii, ili uweze kuwa baraka pia kwa mtu mwingine, na Mungu atakubariki pia wewe maishani mwako. Usisahau kusubscribe na pia usisahau kushare kwa watu wengine linki hii, ili wengi waweze kubarikiwa na ujumbe huu ambao Mungu ametupa katika majira haya. Tupo pia kwenye Instagram na tupo pia kwenye YouTube kwa jina Mgisa Mtebe. Tupo pia kwenye Facebook kwa jina Mgisa Mtebe. Lakini kwenye Facebook uwe mwangalifu, kuna channel zingine za Facebook, kuna account zingine za Facebook za matapeli. Wanatumia jina langu na picha zangu kuwatapeli wengi, na wengi ambao hawakupiga simu kuuliza walitapeliwa. Ninakusihi sana uwe mwangalifu, hizi ni nyakati mbaya. Jeshi la polisi kila siku wanatuambia hakiki kwanza, ili usije ukawa unasemeshwa na tapeli. Basi tumeweka namba ya simu hapo chini. Ukiwa na tashwishi au ukitaka kujua jambo lolote, naomba piga simu hizo hapo chini ili uweze kuwasiliana na mimi au na watendakazi niliopewa moja kwa moja. Usije ukatapeliwa. Usije ukatapeliwa. Kwa hiyo uwe mwangalifu ukienda kwenye Facebook. Kuna tapeli kwenye Facebook ambaye anatumia jina langu na ameathiri watu wengi sana. Anatumia picha zangu na majina yangu na ameathiri watu wengi sana. Jeshi la polisi wametuambia tuongeze bidii katika kutangaza, na wewe waambie watu wengine. Lakini kwenye Instagram bado kuko safi, tunamshukuru Mungu, kwa jina Mgisa Mtebe, na kwenye YouTube ni salama, tunamshukuru Mungu, kwa jina Mgisa Mtebe. Utapata mafundisho zaidi kupitia channel hii. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kinachokuja. Amen.